Shemeji. Karibu bwana. Safi safi. Yaani shemeji yangu kitu ambacho nakushukuru. Ni kile cha kumtafutia mume wangu kibarua. Ndio. Kwa kweli nakushukuru sana. Ila tajiri mfanya kazi kafanya. Yule noma umeme anaujua tena anaujua hasa. Mimi toka tumeanza kuweka umeme ndani mwangu karibu ni miaka 5 sasa hivi sijabadilisha chochote. Balbu alizoweka pia sijaugua mpaka kesho. Na ndio maana nimeamua kumtafutia kazi ujue. Mume wangu umeme anaujua. Yaani maeneo haya yote haya unayoyaona haya. Majengo yote tunayoona yeye ndio fundi wa umeme. Anatengeneza umeme yeye anaujua umeme vizuri utasema yeye ndio kauanzisha. Mimi tatizo lake sasa umeme toka alipoingia ndani mpaka hatua hii hajatoka. Hiyo tu ndo anachonikorofisha mie. Lakini sasa wewe akikaa nakaa sana. Anatoka. Sasa wewe kakutengenezeaje umeme miaka 5 iliyopita mpaka sasa hivi hujabadilisha chochote? Hata balbu sijabadilisha. Sasa kazi atakuwa anakosa namna hiyo. Anakosa si hivi nimemfuata aende kufanya kazi. Anachelewa mwenyewe tu. Anatoka. Chelewa nini bwana wakati nakusanya vifaa? Cutting nimechukua. Si unakuwa sema ukatakata? Wewe ile kazi ni kile kazi yako wewe. Yule jamaa hana matatizo, hana wasiwasi. Leo nikupeleke pale ukafanye kazi. Tena kazi yenyewe ya kudumu ajira ile. Wewe mwenyewe tu uchangamfu wako. Sawa. Kudunda kazi unadunda kazi. Mwisho wa mwezi ndendele fedha. Mimi ndo kazi hizo nazipenda mimi. Yaani unakuona uhakika mwisho wa mwezi unapata chochote. Kuliko kulala kuamka hujui kama leo utapata lini. Hilo sitaki. Sasa mume wangu. Wonyo. La nini hilo? Weka mbali na watoto. Kwenye kazi yoyote unatakiwa uaminifu kitu cha kwanza. Sana. Usidokowe waya, usidokowe balubu, usidokowe kitu chochote ambacho hakikuhusu sio chako. Na ukipewa kazi mume wangu fanya kwa uaminifu usilipue. Sasa wewe nimeweza kuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu sasa hivi mwaka wa 8. Umeona bwana? Unaona mwaka wa 8 mpaka sasa hivi. Sijawahi kukusaliti, nitashindwa kukusaliti kwenye kazi kwani nisiwe sasa wale Wajerumani wanakuja kulalamikia? Hawajaja kulalamika lakini kila siku ushawahi kusikia ule Mjerumani kaja hapa kaiba mume wako kaiba waya au stabilizer au alternator au amplifier? Acha hivyo mke wangu bwana. Huyu mdhamini ujue. Ukiongea maneno ya kutokuwa uaminifu huyu atashindwa kunidhamini kwenye kazi. Wewe niamini mimi. Mimi nakuamini mume wangu sasa. Ngoja shemeji sikiliza bwana. Ngoja kanikuulize swali. Hivi mumeo unajua siku zote tunaisha kesi sijajua Mkorea au Mchina huyu. Kwa nini? Au Mswahili hapa? Mimi nimechanganyika ndio maana kazi ya umeme naijua. Yaani hapa ulipo mwenyewe nataka kufungia balbu kuna kitu chako kikawaka. Mimi nimefanya kazi na Mkorea, Mchina, Mjapani, nikikusanya yote na mbinu tofauti. Mjerumani na Mjerumani. Umeelewa bwana? Kwa hiyo hapa ujue umepeleka kifaa. Mimi umeme wa wenyewe, umeme ukiniona unatetemeka namna hii. Unacheza. Maka nafunga kwenye three face kule juu. Umeona bwana? Wewe nenda kamuulize Msigwa anajua mimi kwenye umeme nani. Ila mnachoniuzi nyinyi sasa kwenye swala la uaminifu. Au niibe kama mbaya ama kwa shaikai. Sasa ukiiba unafikiri wewe mwisho wa mwezi nje ile fedha itapatikana na wapi? Sasa ndio mke wangu. Jenga uaminifu mke wangu. Mimi nimefanya na watu mbalimbali. Niko nakukumbusha tu mume wangu. Nikumbusha kwenye hela bwana. Umeona bwana? Sasa unanikumbusha kwenye mambo ya uaminifu. Miaka mingapi mimi nafanya kazi bwana? Au nikufunge nyeo tuna live? Samahani. Jambo. Asante someni. Kukukumbusha muhimu mwenzangu. Yaani mume wangu umepata kazi sasa hivi nakwambia hapa mtaani watajuta. Watajuta kunijua nakwambia kila ngoma nitacheza mimi. Acha mambo yako bwana mzee. Hata unalalamika nini? Nimekuja hapa kwa ajili ya kazi ya uproducer, sioni unanipeleka studio, huwezi kuona mambo mengine yanakwenda, umeniambia utakuwa acha bwana mambo yako. Nenda, kwani mimi na shida na wewe? Kwa sababu siku hiyo unapiga simu kwa dada yangu Alice, ukaniambia dada yangu akaweka audistika. Kama unasikia, akaweka audistika. Ukawa unapiga ukasema mimi natafuta kijana, na umesema huyu ndugu yako wa Mkongo, ndio utampa kazi huko kwa ma studio. Kumbe mulongo, afu ukionekana kama mtu. Uwezo wako mdogo. Wewe uwezo wako mdogo. Mimi? Wewe utafanya kazi gani kwa Fally Ipupa? Feligo la nyimbo anamtungia mimi. Huyu ndugu yenu nani aichoki kaja akasema nimtungia nyimbo nimekatala. Kaja huyu Tanasi Mutanaba nimtungia nyimbo nimekatala. Wewe. Mimi Aikiba kaja huyu Diamond nitungia nyimbo nimekatala. Nitaimba mwenyewe sasa. Nyimbo za dance unaweza kusikia? Huyu mzee ameogwa Wewe unaweza kuimba wewe? Hata nikwambie mkubwa wanaweka kanipigia simu njoo naenda. Wewe nenda bwana. Wewe kuongea tabu unaongea utafikiri unatafuna pini. Nenda. Hata wewe muulize Fela mimi nani atakwambia? Fela unajua wewe? Yaani Fela yote anayofanya hela anachukua hapa. Hiki ndio kisima chake cha hela. Ndio mimi naenda kwa mkubwa wa Fela, basi
nitakuja kuchukua kwako kidogo mbona vile kwa babu tae. Wewe nakwambia mimi wewe Fela akupokei. Fela mimi sinamjua. Hata mimi napiga simu hapa kabla hujafika. Wewe nenda uone. Ukipiga nimwambia kuweka hiyo sticker. Wewe nenda. Benja kwa kuweka hiyo sticker. Loud speaker. Wewe kwanza hivyo unapoongea polisi wakipita utawapa tabu, watajua ushakabwa, kumbe mtu uko burudani kabisa. Hizi zote sipemo anaongeza hizi. Hizo nataka nipige wiring hizi, nipige umeme kila sehemu. Kwa nipige sasa hivi? Sio sasa hivi mpaka ufike kwa mwenyewe, sio kwa mimi ndo mwenyewe. Sasa maelekezo yako. Unaona hapa sasa? Hapa sasa nataka nipibe ukonge la taa moja la heshima. Ndio linamulika huko kama nani huyu? Ulio Kariuki. La heshima yani ile. Kama ukitaka taa lile hapa inabidi tufunge transformer lake. Taa kubwa sana ile. Umeelewa? Hapo tunafunga, sikiliza hapa. Hapa kwanza inabidi tuvute slip face. Hapa. Yenye single. Umeelewa? Yaani tawa moja hapo tunafunga. Hayo sasa ukaongea na mwenyewe. Ndio nakuelekeza kwanza. Ukiniambia mimi sasa. Alafu nitafunga kataka moja kadogo hapo. Katakuwa kama mtu una dhambi nyingi kanamulika. Umeelewa? Alafu hapa nita design moja taa moja hivi. Kama unamsaliti mke wako ukipita hapa inawaka limetapa. Au mume wako inawaka namna hii. Sasa ukagombanisha watu namna hiyo. Automatic. Hata kwa unajua yeye. Hata kama yeye anamsaliti mke wako akipita hapa inawaka. Mimi mtaalamu wa umeme bwana. Kwa sababu Mchina mimi nakubali. Njoo. Twende Mchina. Yaani ukuta huko ndio umekaa vizuri kwa kufunga taa. Kuna taa mbalimbali za marembo hapo ukifunga hapa, yaani zinamulika kote. Koja bwana huko bwana. Mimi professional. Let's go. Baba. Hayo. Bwana muhusika ndio huyu bwana. Kwa nini? Baba unauliza wakati vifaa unaviona ndugu yangu. Ndo fundi. Testa. Karibu. Asante. Karibu. Asante sana. Karibu bwana, njoo kae. Asante mzee wangu. Bwana mimi nadhani kabla ya kuchelewa tusipoteze muda bure. Anawaka. Mimi ni kuachelewa mfikie mwafaka. Umemwambia kwamba hapa sio pa kuondoka? Nimemwambia kama asubuhi akija atakunywa chai, atakula chakula cha mchana kitakuondoka ondoke. La kama siku ana shughuli zake zingine na nini, basi anaweza kuondoka sio hiyo ndio utaka nikufikia hapo hapo. Mradi kama hela ipo, mimi atakulala hapa nalala. Wala haina shida. Mke wangu nikirudi nyumbani atakachotaka yeye ni hela. Kwa hiyo mzee wangu nisikutoe nani? Haya makubaliano yenu. Haya makubaliano. Huyo hana tabu Mchina wangu. Sana. Hana tatizo huyo. Unaitwa nani bwana? Mchina, nani? Mkwele. Hana tabu. Si muone jinsi alivyo. Maana sasa najisahau si Mchina si Mkwele. Kwa kazi yangu. Bwana, karibu. Hapo alikataja fundi tu hajataja neno la professional. Mimi ni professional. Wewe ni professional. Yes. Sasa bwana fundi. Ndio. Professional. Professional. Yes. Nachotaka bwana tufanye wiring mpya. Nyumba nzima hii. Una transformer hapa, unatumia transformer lako? La TANESCO. Okay. Sawa. Alafu ndio. Hii miti nataka unifungie taa kubwa. Umeelewa? Okay, security. Okay. Security lamp. Mimi sipendi mambo ya kulazalaza kazi. Angalia chanzo cha umeme, ingia mlango ule. Okay. Uje hapa tupige budget tuone tutafanya. Sawa. Fundi? Naam. Samani njoo. Okay. Hebu nitazame yule jogo mwekundu kwenye banda. Yupo mle? Banda lile? La kuku lile. Ingia hapo ingia. Pita tumia bila pitaga hapo. Pita huku. Hayupo. Alafu unagiza sana huko. Ungemfungia taa moja hiyo namna hiyo hata majogoo mdogo anakuwa mwenyewe. Hiyo uweki chakula. Hiyo inaitwa automatic Florence lamp. Kwa ajili ya kuku. Sasa chanzo cha umeme vipi? Ukaangalie kule. Lakini fundi ungefagia kwanza uwanja bwana. Chukua fagio lile pale, uwanja mchafu. Unajua umependeza smart sasa mzee mimi si nimekuja kwa ajili ya wiring na umeme. Sawa, yote ndo kazi zenyewe hizi. Nitakulinda wewe si hela bwana fundi. Unawezaje kufanya kazi kwenye mazingira hayo bwana? Fagia kidogo bwana. Fagia tu. Fagia. Cha 10. Ukimaliza hapa tutaangalia kile chako. Okay bwana. Ni kweli? Unaona kama mimi mwenyewe niko smart kwenye kazi. Lazima mazingira yawe safi na mwenyewe unakuwa safi na kazi inakuwa safi. Utanigongea wewe? Wala usijali mzee. Hii nafanya kwa sababu 10,000 tu, lakini professional yangu bwana iendani. Hii ni kujiongeza kwenye kazi. Hii inaitwa keep change. Mwana bwana. Fundi. Naam. Bado tu. Sasa wewe unawezaje kusafisha kule wakati kuna nguo fundi?
Bwana mimi professional bwana. Mambo yangu yanaingia na vipi na umeme ndugu yangu? Ungefua zile kwanza. Sasa nitafuaje nguo bwana? Mimi nimekuja kwa ajili ya kutengeneza umeme bwana. Fua fundi nitakucheki. Sasa sio hivyo bwana. Nje mshala. Piga kazi fundi. Wewe bwana, wewe ujeuri wako bwana, ujeuri wako kizungu bwana. Kazi fundi. Wala fundi. Naam. Sasa umetupa hiyo uliweke pale. Okay. Haina shida. Bwana bwana. Ila ni professional bwana. Unaelewa bwana? Dada fundi. Naam. Njoo rafiki yangu. Unajua bwana sasa naona kama usumbufu. Mara kwanza nilipokuja ukaangalia chanzo cha umeme. Mara kaangalia jogoo. Mara fagia hapa. Mara nifue. Mara njoo nini tena mzee wangu? Njoo. Hili la muhimu, unajua vitu vina tofauti. Hata hili la muhimu unaniambia umeanza kwenye usafi mpaka kwenye swala la nguo na si muhimu. Hili utalifurahia, nzuri sana. Okay. Haya. Bwana kwanza umekula? Bado. Unaona sasa? Sasa pale bondeni bwana kuna matembele. Kachume yale. Tengeneza hapo unatengeneza roast safi na ugali unasonga hapo. Nani? Wewe si fundi bwana, tunapiga msosi hapa. Kwa nini mke wako yuko Uganda? Kasafiri. Biashara ndogo ndogo. Yupo kule. Kabila gani wewe? Mimi Senegal. Senegal wewe? Wewe kachukua ile, alafu unatengeneza na ugali. Safi kabisa. Wewe sio ngozi nyeupe wewe? Mimi sio ngozi nyeupe. Sio ngozi nyeupe? Wewe sio kanjibai wewe? Hapana. Wewe kachume ile. Maana sikiliza bwana ngombe kitu kimoja. Nimeangalia jogoo kule ilikuwa free ile. Nimefagia hapo umenipa 10,000. Nimeenda kufua nimepewa 10,000, si ndio? Hii ya matembele unanipa shilingi ngapi? 10,000. 10,000. Unanipa ili nikachume matembele. Ukipika kiiva tutaangalia shilingi ngapi? Angalia nini? Shilingi ngapi kama imeiva vizuri? Ngoja kwanza. Tuangalia nini? Kana hiyo hela kwanza. Kachume. Nisikilize basi kwanza. Kwani ule mzee ule mtuma akutafutie nani? Ule mzee. Fundi nini? Taalamu, professional. Wa mambo mbalimbali. Kama nini? Mbalimbali tu. Ni kawaida tu yani. Hakuna kitu kipi ambacho wewe kinakushtua. Kipi? Wewe nimekwambia kachume matembele. Mbona umefagia uwanja vizuri, nimependa. Uwanja umetakata. Umefua nguo zimetakata. Pika. Kapike basi. Mimi njaa inauma. Mimi nipike. Yaani mimi nimekuja kwa ajili ya kupika. Mimi kupika sipiki bwana. Pika. Mbona umefua? Sawa ndio nimefua. Umeona nimefagia uwanja. Umeona bwana. Lakini mimi professional mambo yangu ya umeme. Ndio niambiaje pika. Nipikie mimi njaa inauma. Pikie tena. Mzee njoo kwanza. Ngoja kwanza. Huyu alikutuma utafute mtu aina gani? Fundi nani? Fundi nini? Umeme. Sasa matembele je ni wireless au yako kwenye nani kopa au nini ethrod ile? Matembele. Naambia nikachimbe matembele mimi. Nisikize mzee wangu. Unajua natamini na akili zingine najiongeza. Ndio maana professional. Huyu bwana natangia nifike hapa, hakuna chochote lolote la umeme. Sijafunga taa ile ulosema pale security ya kuangalia watu wanaosaliti ndoa zao. Sijafunga hiyo wala sijaangalia balbu uloungua wala kufunga taa kwenye miti. Naambia kwanza nikamwangalia jogoo mwekundu. Mara nikafue, mara nisafishe uwanja. Sasa hivi ulonikea nikatume matembele bondeni ili nimpikie ugali. Hiyo ndio kazi unaletea mimi. Sasa kwa mkewe. Ndio nakuuliza wewe sasa unaleta hapa kwa ajili ya nini? Mke wake nimemuuliza akasema yuko wapi tu kwenye biashara zake. Sasa naomba nieleze. Umeamua kunivunjia heshima na umri wako? Kwa nini? Ndio nakuuliza wewe umeamua kunivunjia heshima? Mliwacha wenyewe mpatane, si mmekaa wawili. Sawa ndio. Kwa hiyo mume wangu. Sasa mimi najua mlichopatana kitu gani? Kwa hiyo wewe hapo umekuja kuajiliwa ufanye kazi za ndani au fundi umeme? Eti mzee. Mimi nafikiri isiwe kero sana. Nimekwambia utafute mfanyakazi, umeleta mfanyakazi. Ndio. Mfanyakazi wa nini? Na muelekeza kazi hataki kazi. Sawa bwana. Huyu kufanya kazi hawezi. Kweli? So kazi hizi bwana, wewe umemwambia professional umeme, mimi mambo yangu umeme mke wangu si unajua. Hapa nakuja naambia vitu vingine tofauti na umeme bwana. Huwezi kufanya kazi ya umeme tu kila siku wewe. Wewe nani? Hata kwenye mpira wewe kila siku sentafu. Atakuja na patano mwingine. Wewe utafanya nini wewe? Jifundishe kupika, kukalangiza. Bwana Unajua mume wangu. Ndio kakaangiza matembele. Unajua unaongea mke wangu hapo ndio. Huyu my wife. Ngoja kwanza. Ina maana ingekuwa nyama ungekaanga. Nini? Ingekuwa nyama. Ili iweje sasa? Basi kalete maini. Unajua wewe mzee, ngoja kwanza. Unajua wewe mzee, wewe mimi nilikuwa nakuona umuli wako. Unaweza ukamtafutia mume wangu mimi kazi nzuri. Kwani unakuja kumleta kwenye kazi za ndani? Unajua mume wangu wewe, huu sio muda wa kupigizana makelele na huyu baba. Ni apike tu. Hivyo. Wa baba kama hawa au watu wa design hii wapo wengi sana. Umenisikia? Anatafuta mfanyakazi kwa sababu ya kuja kufanya kazi za ndani. Akifika hapa anamtumikisha kazi nyingine.
Tena wapo wengine wanachukua wafanyakazi wa ndani, wakija hapa wanawapeleka kwenye mabaa, wakija hapa wanawapeleka wanaenda kuwauza Uarabuni. Au atakuwa na huyu atakuwa mmoja wapo. Mtu unatakiwa kwanza, kabla ya kuanza kazi yoyote uliyopewa, unatakiwa ujue mkataba wako wa kazi ukoje. Haki zako za kimsingi kwenye kazi yako zikoje? Upate haki zako kwanza ndio unafanya kazi. So unapelekwa kwenda kujenga nyumba, wewe unaenda kuosheshwa vyombo. Wewe huyu mume wa mtu ana watoto, wewe unakuja kumpikisha. Huyu nini sasa? Wewe unajua huyu mke wangu? Wewe wanangu wajui. Ngoja bwana. Wewe wanangu wajui. Mimi nadhani tusi. Kwani tatizo liko wapi? Tatizo mimi siwezi kutuma matembele, siwezi kufagia, siwezi. Mimi professional umeme bwana. Hata watu wa TANESCO wakiona mimi nafua hapa sinaweza nikapelekwa jela mimi. Wewe umeme. Mimi sio umeme bwana. Nani jina lako? Kwani jina langu nilijibulisha mara kwanza ulikumbuka? Nishasahau mimi na mambo mengi. Wote mbali. Nisikilize bwana. Huyu bwana kafagia hapa, nimempa hela. Kaosha nguo pale, nimempa hela. Naomba zile hela mpeleke huyu. Ili ziweje? Arudishe, kazi kashindwa. Umempa nani? Wewe. Kwa ajili ya nini? Kufagia, kufua pale. Ndio kazi ulomwambia huyu akutafutie fundi. Ulifanya lakini. Hujamaliza pale, umeishia nusu. Nguo hujaanika. Sasa wewe sikila saa umekuwa kama kajibai, mara huku mimi nafanya kitu. Sikiliza bwana. Malizia basi hapo. Nifagie nini? Malizia kufua, kufagia. Ili iweje? Lete zile. Acha bwana wewe. Lete zile. Niache bwana. Niache bwana. Umesikia bwana? Mimi mkorofi ujue. Muulize mke wangu unapompigaga. Nisikilize bwana. Muulize mke wangu unapompigaga. Sasa nisije nikakubadikia wewe. Halo wewe Mchina. Huyu mkorofi wapi? Muulize mke wangu, mimi sikupigagi wewe. Wewe sikupigagi nyumbani. Sasa unajua mimi mwenyewe mkorofi. Niache bwana. Niache bwana. Niache naye bwana. Niache bwana. Wewe bwana. Unajua unapotoka kunioa, niache bwana. Mimi mkorofi ujue. Muulize mke wangu ujue. Mimi mkorofi bwana, niache bwana. Niache bwana. Njoo. Mchike, mtoe. Chika namna hii. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.